Leo na story moja hivi kali sana, story ambayo inahuzunisha, inasikitisha, lakini ni story ambayo pengine inaweza kutupa funzo kali sana. Ndugu zetu, majirani zetu wa Kenya, ninafahamu wanapitia katika kipindi kigumu sana. Ni story ambayo inamhusu Margaret Nduta Macharia, miaka 37. Mdada huyo na umri mdogo sana, raia wa Kenya ambaye alikamatwa mwaka 2023 nchini Vietnam akiwa na dawa za kulevya takribani kilogramu 2 za cocaine, ambapo anatarajiwa kunyongwa hadi kufa tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2025. Story ya kusikitisha sana. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, Margaret ambaye amehukumiwa hukumu hiyo tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2025, yeye anasema kwamba hakuwa na huo mzigo wa dawa za kulevya, lakini alipewa na mwanaume mmoja kutoka Kenya ambaye alimtaja kwa jina moja la John. Pia taarifa inaeleza kwamba alifanikiwa kupita katika viwanja vitatu vya ndege bila kukamatwa akiwa na hiyo cocaine kabla ya kugundulika alipofika pale Vietnam. Viwanja hivyo ni Jomo Kenyatta cha Kenya, Bole cha Ethiopia pamoja na Hamad cha pale Qatar. Hata hivyo, Margaret wakati akifanya utetezi wake mahakamani nchini Vietnam alidai kwamba hakufahamu kwamba mzigo ambao alikuwa amepewa ulikuwa ni dawa za kulevya. Sasa mnamo Julai 2023, mamlaka za pale Vietnam zilifanikiwa kumkamata mwanamama Bi Macharia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tan Son Nhat, Ho Chi Minh City, baada ya kugundua zaidi ya kilogramu 2 za cocaine ambazo zilikuwa zimefichwa kwenye mizigo yake. Sasa utajiuliza, huyu mwanadada alikuwa anaelekea wapi? Alikuwa akisafiri kupitia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya, baadaye akaenda katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, na hatimaye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamad nchini Qatar, na kote huko alipita bila kugundulika kabla hajakamatwa hapo Vietnam. Katika kesi yake, Bi Macharia yeye amemtaja huyo John kwamba ndiye aliyempa hilo begi au mkoba ili kuweza kumpelekea mwanamke mmoja ambaye yupo pale Laos, ambapo alipokea takribani dola 1300 za Kimarekani na gharama za safari zilifadhiliwa na huyo John. Aliendelea kusema kwamba hakujua kwenye mkoba ule kulikuwa na nini. Hata hivyo, mahakama ilimkuta na hatia ya kufanya biashara za kulevya tarehe 6 Machi 2025 na kumhukumu hukumu ya kunyongwa hadi kufa. Na ifahamike, Vietnam inatekeleza sheria kali zaidi duniani za biashara ya dawa za kulevya, ambapo adhabu ya kifo huwa inatolewa kwa biashara ya heroin pamoja na cocaine yenye uzito wa zaidi ya gramu 600. Can you imagine, mwanadada alisafirisha kilogramu 2 za cocaine na alikuwa anazisafirisha, lakini yeye anasema siye aliyekuwa anasafirisha mzigo huo, bali mzigo huo ulikuwa umetumwa au alikuwa ameagizwa na mshikaji wa kuitwa John, ambaye alimwambia, bwana, naomba uchukue huu mzigo, utampelekea mwanamama fulani anayepatikana pale Laos. Mama wa Bi Macharia anayefahamika kama Purity Wangui, ambaye anaishi katika kijiji cha Waitaga, kaunti ya Murang'a, Kenya, amekuwa katika majonzi makubwa kutokana na hukumu ya kifo ambayo inamkabili mtoto wake. Leo atakula chakula chake cha mwisho kabisa huyu mwanamama ambaye ana umri wa miaka 37, binti mdogo kabisa huyo, lakini atahukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwenye adhabu za mataifa ambazo zinatoka pale Vietnam. Ameomba mamlaka za Kenya, mama yake akiwemo Rais William Ruto na wabunge wa eneo hilo, lakini pia akimtaja Ndindi Nyoro kuingilia kati na kumsaidia binti yake arejeshwe nchini Kenya ili kutumikia kifungo chake nchini Kenya. Bi Wangui akiwa hana uwezo wa kifedha kusafiri hadi Vietnam, anapata changamoto kubwa kuona binti yake kwa mara ya mwisho. Hawezi kumuona tena mpaka pale atakaponyongwa. Kwa mujibu wa mamlaka za Vietnam, Macharia anatarajiwa kupata chakula chake cha mwisho leo saa 1:30 za usiku kwa saa za huko, kabla ya kunyongwa majira ya saa 2:30 za usiku, na hapo ndipo itakuwa ni mwisho wake wa kuwepo hapa duniani.
Kimsingi tumeona wanaharakati mbalimbali duniani wakiwemo wale kutoka nchini Kenya wamelaumu sana juu ya kile ambacho kimefanywa na serikali ya Vietnam, huku wengine wakimuomba Rais William Ruto wa Kenya kuingilia kati na kuzungumza na kiongozi mwenzake wa kule Vietnam waone namna gani ambavyo wanaweza kumsaidia binti huyo Macharia. Lakini kwa bahati mbaya, pengine hadi tunavyozungumza hivi sasa kuna taarifa zozote za kwamba huenda jambo hilo likafanikisha kusitisha hukumu ya kunyongwa, kwa sababu tayari ni amri ya mahakama ambayo ilitoa hukumu ya kunyongwa kwa Bi Macharia mwenye umri wa miaka 37. Miongoni mwa watu ambao wameguswa sana na maamuzi haya ni seneta wa Kisii Richard Onyonka, ambaye aliandika barua ya dharura kwenda kwa Rais William Ruto akimtaka aingilie kati kidiplomasia ili kuokoa maisha ya Mkenya anayekabiliwa na adhabu ya kifo nchini humo Vietnam. Kwenye barua hiyo ambayo iliandikwa tarehe 14 Machi, Onyonka amemwomba Rais Ruto kuingilia kati ili kupata msamaha na kurejeshwa kwa Margaret Nduta Macharia bin Nduta mwenye umri wa miaka 37. Kama ambavyo nimekuambia, alihukumiwa pengine katika hukumu ambayo hata yeye mwenyewe anasema haifahamu. Mahakama ya Ho Chi Minh City ilimhukumu adhabu ya kifo baada ya kupatikana na hizo zaidi ya kilo 2 za dawa za kulevya katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tan Son Hat huko nchini Vietnam. Kwenye barua hiyo ya wazi, seneta wa Kisii alihimiza serikali ya Kenya kuchukua hatua za haraka ili kulinda haki za msingi za Nduta, akisisitiza umuhimu wa kuingilia kati kwa msingi wa binadamu. Onyonka amehimiza Rais Ruto kushirikiana na serikali ya Vietnam, Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu ili kujadili uwezekano wa kupunguziwa adhabu au pengine kurejeshwa nchini Kenya. Aliandika Onyonka, maendeleo haya yanayoumiza yanahitaji hatua za haraka za kidiplomasia ili kulinda haki zake za msingi na kuchunguza uwezekano wa msamaha na kurejeshwa nyumbani. Seneta huyo aliorodhesha machaguo matatu ambayo anasema huenda yanaweza yakafanyika kama sio kumnyonga hadi kufa. Moja, ombi la msamaha wa rais wa Vietnam ili kupunguza adhabu ya kifo hadi kifungo cha maisha au adhabu mbadala. Pili, alihimiza mazungumzo ya kidiplomasia kwa ajili ya kurejeshwa kwa Nduta Kenya ili kutumikia kifungo chake chini ya sheria za taifa la Kenya. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kushirikiana na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu ili kuunga mkono juhudi za Kenya za kuhakikisha Nduta anatendewa haki. Onyonka amebainisha kuwa Kenya imekuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za utu na uraia wake wanaokumbwa na matatizo nje ya nchi, hivyo akaitaka Wizara ya Mambo ya Nje pia kuchukua dhamana za dharura ili kumnusuru huyu Bi Macharia. Nakala za barua hiyo pia zilitumwa kwa Waziri wa Mambo ya Nje Musalia Mudavadi, mkuu wa utumishi katika ofisi ya Rais Felix Koskei, pamoja na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kenya. Onyonka alionyesha imani yake katika uongozi wa Rais Ruto na uwezo wake wa kupata suluhisho la kidiplomasia ili kuokoa maisha ya Nduta, akiandika maneno haya: Rais alipaswa kuwa tayari amechukua hatua binafsi kuanzisha mazungumzo ya kidiplomasia na uongozi wa Vietnam kuhusu swala hili linalomhusu raia wa Kenya. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino naye Jumamosi alimwomba Rais Ruto kuingilia kati na kuokoa maisha ya Nduta. Katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje Korir Asing'oi alisema kuwa kesi ya Nduta ni ngumu na tata, lakini serikali inafanya kila iwezalo kupata nafuu kwa raia huyo wa Kenya. Hii ni moja kati ya stori ngumu sana kuisimulia, lakini ni stori ambayo imetokea kwa majirani zetu Kenya. Pole sana kwa mama wa Macharia, lakini pole sana kwa serikali ya Kenya kutokana na raia wake kunyongwa hadi kufa kutokana na kukutikana na hiyo hatia ya kuwa na madawa ya kulevya aina ya cocaine. Ifahamike, Vietnam ni moja kati ya mataifa ambayo yana sheria kali sana kuhusu dawa za kulevya, na adhabu kwa watu ambao wanakutikana na kufanya biashara dawa za kulevya ni pamoja na adhabu ya kifo, kunyongwa hadi kufa. Lakini kama haitoshi, watu ambao wanakutikana na kusafirisha hizi dawa za kulevya ni pamoja na adhabu nyingine ni kifungo cha miaka mingi jela.
Kwa mfano, kumiliki dawa za kulevya kwa kiasi kidogo au matumizi binafsi unaweza ukafungwa jela miaka hadi 20. Vietnam pia inatekeleza sheria kali dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, ambapo watu wanaokamatwa wakitumia dawa za kulevya hupewa adhabu kali na wengine huwa wanapelekwa kwenye vituo vya matibabu kwa ajili ya kuwarejesha. Lakini wale ambao wanasafirisha au kuingiza dawa za kulevya nchini Vietnam ni kosa kubwa, na adhabu au kifungo huwa kinatolewa. Na dawa nyingi ambazo zinaingizwa Vietnam ni aina ya heroin, methamphetamines pamoja na cocaine. Lakini pia sheria za Vietnam zimekuwa zikiathiri familia, marafiki na wale ambao wanahukumiwa kwa biashara dawa za kulevya, na watu hawa wanaweza kushtakiwa kama wahusika kwa namna moja ama nyingine ambao walihusika katika usafirishaji wa dawa za kulevya. Kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa na mashirika ya haki za binadamu, Vietnam ndio taifa ambalo linaongoza kwa kunyonga idadi kubwa zaidi ya watu, kwa sababu inatajwa kwamba zaidi ya watu 100 huwa wanahukumiwa kunyongwa hadi kufa au wanauawa kila mwaka. Imagine taifa hili ambalo limekuwa likitekeleza sheria kali zaidi linahukumu watu zaidi ya 100 wanauawa, wananyongwa hadi kufa kutokana na makosa haya ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Tunasubiri tuone Rais wa Kenya Bwana William Ruto ni nini chenye atazungumza mara baada ya raia wake huyo ambaye naye anasema dawa hizo alizisafirisha, lakini hakuwa anafahamu kwamba ni dawa za kulevya, kwa sababu alipewa kiasi cha takribani dola 1,300 kwa ajili ya kusafirisha begi hilo. Swali langu la msingi ni je, alikuwa analisafirisha hilo begi kwa dola 1,300 akidhani ni nini kama alikuwa afahamu? Anyway, hatuwezi tukaingilia sana masuala ya kidiplomasia haya, lakini unaweza kubaki pia na swali hilo la msingi kwamba je, alikuwa anasafirisha hilo begi kwa dola 1,300, zaidi ya milioni 2 za Kitanzania? Unalisafirisha begi kwa milioni 2 za Kitanzania? Ama hakika dunia bado ina vitu vingi sana vya kujifunza. Tuendelee kubaki hapa hapa kwetu, tule ugali dagaa, tule ugali mlenda, lakini kukimbilia huko nchi za nje unaweza kukutana na maswahibu ambayo yanaweza yakaleta madhara si tu kwako, lakini pia kwa kizazi chako na hasara kwa taifa kwa ujumla. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.